Basi sawa, asante sana. Karibu kwenye Rada ya Central Clouds TV leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025. Pia mara kubwa tu ya kuhakikisha kwamba wewe unakula chakula cha kihabari na unashiba, unakuwa vizuri zaidi. Siko peke yangu. Fausta Salakana, mkalimani wa lugha alama, tuko pamoja na yeye. Mimi ni Harith Kapiga. Karibu sana. Leo rada inaanzia Dodoma. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Daktari Dr. Biteko amezindua mkakati wa Taifa la Mawasiliano na Nishati Safi ya kupikia na kuzitaka wizara zote, taasisi zote, hasa TAMISEMI kuibeba ajenda hiyo ili tuweze kuwapatia wananchi elimu sahihi juu ya matumizi ya nishati safi. Juma Mohamed yeye amepewa kibali na rada, anatujuza undani wa taarifa hii. Kwa kipindi cha mwaka mmoja, matumizi ya nishati safi ya kupikia yamefikia 16% kutoka 6% baada ya kuanza kutekeleza mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia, ambao mkakati uliozinduliwa wa mawasiliano utakaotumia bilioni 130 hadi unakamilika upo ndani yake. Dr. Biteko amesema wananchi hawajakataa kuhama kutoka kwenye nishati wanayotumia, bali hawajapata elimu ya kutosha juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, huku akitaka wabunifu wote wa nishati safi ya kupikia kupewa ushirikiano ili kufikia lengo la mkakati huo. Na sasa hivi ninayo taarifa kuwa NBS pamoja na wizara yetu tunafanya survey nyingine ili tuweze kuona. Natoa wito na maelekezo kwa Wizara ya Nishati na kupitia kitengo chetu cha tathmini na ufuatiliaji serikalini, kila robo tunapokutana lazima tupate tathmini, tumeongeza watu wangapi tuliowahamisha kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi, wamekwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Katibu Mkuu wa wizara hiyo Felicitas Mimramba amesema mkakati huo ni kwa ajili ya mawasiliano ya kutoa elimu kwa wananchi ili kupata uelewa, ambapo kukamilika wananchi wengi watatumia nishati safi. Sasa mkakati huu unatuambia tutawafikiaje wananchi, tukiwafikia tuwaambie nini, na baada ya kuwaambia tuendelee kuwapa taarifa kwa utaratibu gani. Mkakati huu wa taifa wa mawasiliano ambao utauzindua leo hii, kwanza utasaidia sana katika kujenga uelewa wa umma kuhusu faida za kiafya, za kimazingira, lakini pia za kiuchumi ambazo zinatokana na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Wadau mbalimbali wa nishati safi wakasema mkakati huo umeleta mwanga kwa wadau wote na kuzijua nafasi zao katika kufikia azma ya matumizi ya nishati safi. Sisi tayari tulishaanza kufika vijijini, ambapo yule ambaye anayetakiwa kutuliwa kuni mara nyingi tutamkuta kijijini, hautamkuta huko mjini. Kwa hiyo kama kampeni ya Mheshimiwa Rais ambayo yeye mwenyewe kama kinara ni champion, sasa hivi sio Afrika, ni champion wa duniani wa masuala ya nishati safi ya kupikia, yeye anasema kwamba tumtue mama kuni kichwani. Sisi sekta binafsi ambao hasa sekta hii ya gesi tulikuwa tunajiuliza ni namna gani sasa taasisi zingine za serikali, kwa sababu mwanzilishi ni Wizara ya Nishati kupitia serikali kuu, zinaingia vipi kuhakikisha kwamba zinasaidia katika utekelezaji wa huu mkakati. Baada ya Dodoma, sasa rada inatua jijini Dar es Salaam, ambapo kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hii leo na inatarajiwa kusikilizwa tena ifikapo Juni 16 mwaka 2025 kwa kuwa upelelezi haujakamilika. Rajab Chwaya anakuja na undani wa taarifa hii. Kesi hiyo imeahirishwa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Franco Kiswaga mara baada ya kusikiliza hoja za upande wa jamhuri na upande wa utetezi. Awali upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa kuwa upelelezi haujakamilika, hoja ambayo ilipingwa vikali na upande wa utetezi wakidai upelelezi umechukua muda mrefu. Hakukuwa na oda ya kwamba tarehe inayokuja msipokamilisha upelelezi ni tarehe ya mwisho, basi sio mahakama itatoa maamuzi. Haikuwa hivyo. Ila walichoagiza tuje tuseme upelelezi umefikia wapi. Mheshimiwa, kwa kauli tu ya unyenyekevu, nimewaambia ndugu zetu upelelezi wenzetu walipoona wamekamilisha. Baada ya hoja hizo za jamhuri, mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki, Dr. Rugemeleza Nshala, Peter Kibatala na wengineo waliomba mahakama kufuta shauri hilo kwa kile walichoeleza kuwa jamhuri imeshindwa kukamilisha upelelezi kwa wakati na kwamba kitendo cha kuchelewesha upelelezi ni kumnyima mtuhumiwa haki zake za msingi, ikizingatiwa kuwa kupitia shauri hilo mtuhumiwa hawezi kujibu chochote. Baada ya kesi hiyo kusikilizwa nje ya mahakama,
Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, John Heche, ametoa wito kwa mahakama kutafuta eneo lenye nafasi kubwa zaidi ili kuwawezesha watu wengi kuweza kushiriki kwenye kesi zinazomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Sisi tunatoa wito kwamba haki ya mtu kuishi duniani hapa na haki ya kutengeneza nchi ambayo ni huru lazima iwe haki ya kila mtu kutokupendelewa. Hatuwezi kuwa tunakuja mahakamani hapa kesi ambayo wanasema ni ya maneno. Nasikia mawakili wamezungumza vizuri sana, halafu maneno yapo yameandikwa, yalizungumzwa, halafu tunaambiwa ushahidi unaendelea indefinitely. Nyingine kwamba upelelezi bado unaendelea, hujakamilika. Wamesema faili imerudi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wa taifa, na bado ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Tukibaki jijini Dar es Salaam kuelekea siku ya gawio itakayofanyika Juni 10 mwaka huu, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema kwamba mabadiliko ya kiutendaji yaliyofanyika katika ofisi hiyo imekuwa ni chachu sasa ya maendeleo katika taasisi za umma na binafsi, huku ikifanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 900 kutoka shilingi bilioni 500 zilizokusanywa mwaka 2024. Anisia Sylvester amepewa kibali kuja na undani wa taarifa hii hapa. Matokeo yoyote ya kiutendaji katika sekta zote, iwe ni sekta binafsi au sekta za umma, inaendana na hali ya utendaji kazi inayotokana na mabadiliko chanya ya kimaendeleo yanayofanyika ili kufikia maendeleo endelevu kama ilivyokusudiwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema kwa kipindi cha miaka miwili yameshuhudiwa mabadiliko makubwa katika ofisi ya msajili wa hazina, hali iliyopelekea kuimarisha utendaji kazi katika taasisi zote za umma na binafsi na kuboresha hali ya kiuchumi nchini. Unaweza kuiona, niliwahi zungumza siku moja kwenye hisa chache, kumekuwa na very good performance. Zamani tulianza kwa kuwa na taasisi 30, unapata milioni 58. Sasa hivi inawezekana kutoka zile taasisi 30 tumekwenda 17 ambao ni kama nusu yake, lakini mapato unayoyapata ni mara 3 na kitu, ningeweza kukadiria. Mchechu ameelezea mchango wa sekta binafsi katika uchumi wa nchi na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuendelea kufanyika mabadiliko katika sekta zote binafsi na umma ili kuendelea kuwa chachu ya maendeleo nchini. Tunahitaji watengeneza ajira wengi ndani ya nchi ili tuweze kusonga mbele. Akina Kusaga wengi kwa sababu nimeajiri kule, badala ya hizi ajira za serikali ambazo tunazisema. By the way, serikali ni kubwa kwa ajira kama an individual, lakini ni mdogo cumulative. Kampuni ambazo tunaziona kwamba ni za huduma ziwe na kampuni subsidiary companies ili zizalishe kwa kwenda nje ya nchi kutafuta biashara, na watumishi wa umma, hilo ulisema, kuwaongezea uwezo wa kuajiri na kuwachukulia hatua yawe kati ya mambo ya muda mfupi. Siku ya gawio inatarajiwa kufanyika Mei 10 mwaka huu 2025, ambapo itaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ikilenga kuangazia mafanikio na mchango unaotokana na taasisi mbalimbali nchini kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Asante sana Anisia Sylvester, na sasa tunamulika mkoa wa Arusha. Wananchi wakiwemo wadau wa utalii, wafanyabiashara wadogo na wakubwa pamoja na wawekezaji wametakiwa kuchangamkia fursa ya uwepo wa jukwaa la utalii la kimataifa la Karibu Kil Fair mwaka 2025 linalotajwa kuwakutanisha mawakala na wauzaji wa kimataifa zaidi ya 800 kujiimarisha kibiashara, ambapo kwa sasa maandalizi yake yamefikia 75% jijini Arusha. Kwa hisani ya rada, huyu hapa ni Hababi Muhammad anatujuza zaidi. Ni kuelekea msimu wa 10 wa maonyesho ya kimataifa ya utalii kwa maana ya Karibu Kil Fair, msimu huu ikiwa ni msimu muhimu kwa ajili ya kuangalia namna bora Tanzania inavyoendelea kunadiwa katika sekta ya utalii. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda anafika kuangalia maandalizi ya mwisho katika viunga hivi ambavyo ni kilomita za mraba 41, eneo likiwa limeongezwa kwa ajili ya kuangalia namna bora kuendelea kuwahudumia wageni ambao wanafika hapa kuonyesha bidhaa mbalimbali za masuala ya utalii, hususan huduma pamoja na masuala ya kibiashara. Makonda hapa anaeleza hali
lilivyo na kile ambacho amekiona kuelekea maandalizi na ufunguzi wa jukwaa hili la utalii kwa mwaka huu 2025. Ni tukio zito kubwa linalojumuisha makampuni zaidi ya 500 na zaidi ya nchi 40 zinahudhuria kuanzia tarehe 6, 7, 8 kuonyesha mnyororo mzima wa thamani katika sekta yetu ya utalii. Ni fursa kubwa kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, ni fursa kubwa kwa Watanzania na ni fursa kubwa kwa Wanaafrika Mashariki. Kwa upande wake Dominic Shaw ambaye ni mkurugenzi wa Karibu Kili Fair naye akazungumzia umuhimu wa jukwaa hili kubwa zaidi, akisisitiza kwamba wananchi waendelee kutumia fursa muhimu kwa ajili ya kujiimarisha kiuchumi pamoja na kutengeneza kipato kwa namna moja au nyingine kwa kushiriki katika jukwaa hili la utalii kwa msimu huu. Kwamba tutakuwa na onyesho kubwa zaidi ya miaka mingine. Tuna square meter 41 kwenye viwanja hivi na mwaka jana tulikuwa na square meter 35. Kwa hiyo ukubwa wa onyesho ni kubwa zaidi ya mwaka jana kutokana na demand ama ongezeko la hitaji la kujimarket ama kujiuza. Nafanya kazi na nawashukuru sana Kili Fair sababu wameniwezesha hata mimi kupata ajira hapa, kwa kuwa kuna muda mwingine huwa nakosa kabisa. Kwa hiyo kitokea harakati kama hivi tunafanya, kwa sababu tunajikuta tuko wengi sana vijana wa mtaani. Tarehe 6 Juni ndio ufunguzi rasmi ambapo Doto Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, atarajiwa kufungua jukwaa hili la masuala ya utalii kimataifa. Kutoka Arusha kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Hababi Mohamed na hii ni Clouds. Baada ya kutoka Arusha tuko tena Dar es Salaam. Tanzania imeahidi kuendelea kuimarisha na kuweka mazingira bora zaidi katika hifadhi zake za taifa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuendeleza rekodi yake ya mafanikio katika tuzo za kimataifa za ubora wa utekelezaji wa viwango vya uhifadhi wa maliasili. Nora Mohamed anakuja na undani wa taarifa iliyoandaliwa na Philip Mwihava. Ahadi hiyo imetolewa na kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA CPA Musa Nasoro Kuji mara baada ya kuwasili nchini akitokea Sweden, ambako Tanzania imeibuka mshindi katika tuzo za kimataifa za ubora wa hifadhi. Akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, kamishna Musa amesema ushahidi huo unaonyesha uthibitisho wa juhudi madhubuti zinazofanywa na serikali katika kulinda na kuhifadhi rasilimali za asili kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Amesema ili kuhakikisha uhifadhi unakuwa endelevu na wenye tija kwa taifa, TANAPA itaendelea kuboresha miundombinu ya hifadhi, kuongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa na kuimarisha ushirikiano na jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi. Tuzo hii hutolewa na shirika moja la Ulaya inaitwa ESQM, ambayo inapima viwango vya utendaji au utoaji huduma katika mashirika, viwanda, taasisi na masehemu mbalimbali duniani. Kwa upande wake, naibu kamishna wa uhifadhi wa TANAPA Steria Ndaga amesema ushindi huo hauhusu TANAPA pekee, bali ni wa Tanzania wote, hususan wananchi wanaoishi karibu na hifadhi za taifa. Jamii ya Tanzania kule ambako hifadhi za taifa zipo zimezungukwa na jamii, wale ni wahifadhi namba 1. Sisi peke yetu tusingeweza, si ndio jamani? Sisi peke yetu wahifadhi TANAPA au Wizara ya Maliasili peke yake hatutaweza kuhifadhi maliasili hizi peke yetu. Tunapata tuzo hii kwa sababu hapa nchini shirika la viwango Tanzania linatutambua kama watoaji wa huduma bora za viwango vya kimataifa, ambayo ndio hiyo ithibati ya 1901 ya 2015. Kwingineko, wadau wa sekta ya kilimo hapa nchini wamesema kwamba kutokana na kuwepo kwa changamoto ya mazao ya matunda na mboga kuharibika mapema, ipo haja sasa ya kupunguzwa kwa gharama za uwekezaji katika sekta ya kilimo ili tuweze kupata namna ya kuhifadhi mazao hayo bila kuharibika kwa muda mrefu. Mwajabu Shafi anakuja na undani wa taarifa hii. Moja ya changamoto anazokumbana nazo mkulima ni pamoja na hasara ya kuharibika kwa mazao kabla hajafika sokoni au kutumika, hivyo kusababisha mkulima wa mazao ya mboga na matunda kushindwa kulifikia soko la kimataifa
pamoja na kutokukua kiuchumi. Dr. David Malima Miswalo ni afisa kiunganishi Wizara ya Kilimo, akichangia mada katika kikao kilichowakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo. Amesema kupitia kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kina nafasi kubwa katika kuwasaidia wawekezaji kupunguza gharama za uwekezaji ili kuhakikisha mazao ya mboga na matunda yanapata soko la nje yakiwa salama. Na kama kituo cha uwekezaji Tanzania kina nafasi kubwa ya kuweza kuwasaidia wawekezaji katika tasnia hii, katika uwekezaji wao, kupunguza ile gharama ya uwekezaji ili kuhakikisha kwamba haya mazao mengi ambayo yanazalishwa sasa hivi ya mboga na matunda yanaweza kupata soko na kusafishwa nje kwa ajili ya kuongeza mapato ya taifa. Tunatarajia kushirikiana kwa karibu sana na wadau wote wa hapa ili kufanikisha wazo hili na kufanya kuwa halisi. Mradi huu utasaidia katika uundaji wa ajira na uchumi wa ndani na katika kukuza soko la mazao haya. Kupitia kikao hicho, wadau wa sekta ya kilimo wamesema ipo haja ya kuangaliwa kwa mifumo ya usafirishaji wa mazao hayo ili kuboresha huduma hizo za usafirishaji na kuhakikisha mkulima anakuwa na uhakika wa kutokupata hasara kutokana na kuharibika kwa mazao. Tunaweza kuboresha mfumo ambao utasaidia kuweza kuangalia mazao ya mboga pamoja na chakula yale ambayo yanaweza kuharibika kiwepesi. Tunayoyasimamia ni kuhakikisha kwamba usalama wa chakula, lakini vile kuhakikisha kwamba tija inaongezeka kwenye yale mazao ambayo kwamba yanazalishwa kutoka mashambani, na kisha kwamba yafike katika hali nzuri mpaka katika mlaji wa mwisho. Asante sana rafiki yako Mwewe, pia na jambo ambalo ameliona. Jambo gani hilo? Karibu uweze kuungana na Jicho la Mwewe. Hapa ni Mwenge jijini Dar es Salaam, ndani ya manispaa ya Kinondoni kwa Mkuu Songoro. Mjini kabisa hapa, Jicho la Mwewe linashuhudia machafuko makubwa ya mji. Hebu tazama hapa. Unaona Raia wanapata shida kweli kuvuka barabara jamani. Hii sehemu itakuja sababisha ajali hii. Yaani hapa ni vita watembea kwa miguu na madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri. Nani amhurumie mwenzake na nani amheshimu mwenzake? Hilo ni fumbo linalosubiri kufumbuliwa, ila kwa sasa Mwewe anawapasha wasimamizi wa manispaa hii ya Kinondoni kuwa hichi kinachoendelea hapa Mwenge inabidi kujitathmini sana, kwa sababu uongozi sio kujifungia maofisini, bali ni kutatua kero za wananchi mtaani, na wananchi ndio hawa. Nyie mnatatua za nani? Mwewe anauliza tu, mnatatua kero za nani? Hebu tazama wafanyabiashara wa hapa Mwenge wanavyonukiwa na chemba hii. Chemba katikati ya barabara kabisa hii. Mwewe anauliza tu kwa sababu wananchi hawa hawaoni msaada wenu. Sasa hebu mfike hapa Mwenge, barabara ya kuelekea TRA, mfanye tatizo hili lisirudie tena, ili nafasi zenu ziwe na tija mbele ya jamii. Mwewe ameonyesha tu, mengine hataki vita na watawala, anawaachia wahusika wa manispaa hii. Yeye huyu anarudi zake kwa Mwewe rudi kiotani kapumzike kabisa, tusubiri tena kesho. Nura Mohamed iko tayari. Wewe, Fausta Sarakana na mimi twende uwanjani. Natumai mwanamichezo buheri wa afya popote pale ulipo. Ni wasaa sasa wa kumulika zile zote za kimichezo, na hizi ni chache kati ya nyingi ambazo nimekuandalia kwa siku hii ya leo.
Uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara umesema upo makini kuelekea michezo ya mwisho ya ligi, ukiwemo mchezo mkubwa wa Kariakoo Derby utaochezwa Juni 15, ambapo wanaamini Young Africans kama mwenyeji wa mchezo huo anaendelea na maandalizi ya mchezo huo bila mabadiliko yoyote. Akizungumza na Clouds, ofisa habari wa bodi ya ligi kuu Karim Boimanda amesema maandalizi ya mchezo huo kwa 100% yapo kwa Young Africans ambao ni wenyeji, na kilichobaki kwa bodi ni kutangaza maafisa wa mchezo tu siku zikikaribia. Of course kwa mujibu wa kanuni Yanga ndo anaandaa mchezo na tunaamini anaendelea na maandalizi. Kwa hiyo kwa sasa hivi hakuna jambo ambalo tunaweza tukasema sisi tunahitaji ushirikiano wao, labda wao wanahitaji ushirikiano wetu sisi kwa ajili ya kuendelea na hayo maandalizi ya huo mchezo. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda sawa na tusubiri hiyo Juni 15 wadau washuhudie dabi ya Kariakoo kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club. Yanga ndo mwenyeji. Tuelekee kaskazini mwa Tanzania ambapo wadau wa soka jijini Arusha wamekuwa na mitazamo mseto juu ya baadhi ya waamuzi wa mchezo wa kabumbu, hususan wanaochezesha ligi kuu ya NBC Tanzania bara kushindwa kusimamia sheria za mchezo huo kando na matumizi ya teknolojia, huku baadhi yao wakisisitiza mamlaka zinazosimamia uamuzi na mchezo husika kujitathmini kwa maslahi mapana ya mchezo wa soka nje ya mipaka ya Tanzania. Asante Hababi kwa kuwa ndio umepewa kibali kutueleza undani wa taarifa hii. Wakati ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC msimu wa 2024 na 25 ikielekea ukingoni, baadhi ya wadau wa soka jijini Arusha wamekuwa na maoni mseto juu ya mwenendo wa baadhi ya waamuzi wa mchezo huo, huku baadhi yao wakionyesha kidole mamlaka zinazohusika na waamuzi pamoja na mchezo wa kabumbu. Nimepata saa kuzungumza machache na baadhi ya wadau wa soka jijini Arusha. Kwa pamoja hapa wanaeleza mitazamo yao. Unajua sasa hivi kuna wapuliza filimbi na marefa. Sasa na hili nadhani TFF na wadau wa mpira na hata chama cha waamuzi watafakari mara mbili. Inauma sana mtu kutumia nguvu kubwa kupata ushindi, anakosa ushindi kwa sababu ya refa. Kuna gharama za kambi, mishahara na nini. Watu wanatumia nguvu kubwa sana kuziandaa hizi timu. Acha iwe haki itendeke. Haya malalamiko yamezidi, lakini tunaona tu kimya, hatua zichukuliwe. Mtu anafungiwa mechi 2, mechi 3, baadaye anarudi. Sasa unaweza ukahisi watu wanabeti au wanafanya nini? Kama mdau wa soka ni kwamba ligi yetu nzuri, ni ligi ya ushindani, inakwenda vizuri, lakini ligi kadri inavyokwenda inafika pahala inapoteza mvuto. Mvuto unapotezwa na baadhi ya waamuzi katika mechi hizi za ligi zinazochezwa kwa kipindi hichi. Kwa waamuzi wetu wa ligi kuu ya Tanzania bara, kweli kuna waamuzi ambao wanazingatia sheria 17 za mpira wa miguu. Kwa mfano mtu kama Arajiga, yeye anasimamia sheria 17 zote za mpira, na ndio maana mpaka sasa hivi anaitwa hata kwenye michuano, kusimamia michuano mbalimbali mikubwa barani Afrika. Toka Arusha kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Hababi Mohamed na hii ni Viwanjani ya Clouds TV. Tunahitimisha za hapa nyumbani na michuano ya Sepesha Arusha Cup 2025 mkoa wa Dar es Salaam imehitimishwa katika viwanja vya TTCL Kijitonyama, huku lengo kubwa likitajwa kufanikiwa na kufikisha ujumbe wa kupingana na rushwa kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Akizungumza kwenye kukabidhi zawadi kwa washindi wa michuano hiyo iliyohusisha timu 16 za vyuo vikuu Dar es Salaam, naibu mkuu wa TAKUKURU Kinondoni Elizabeth Mokiwa amesema ujumbe wa michuano hiyo umekuwa na tija kubwa sana kimichezo na kujitambua kwa vijana kuhusu rushwa. Sepesha Arusha Cup ya 2025 mmekuwa na kauli mbiu nzuri sana ambayo imeakisi swala zima ambalo liko mbele yetu ambao ni uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kwa hiyo sisi kama TAKUKURU tunatoa pongezi sana kwenu nyinyi Anti-Corruption Voices Foundation. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu katika mapambano dhidi ya rushwa. Katika taarifa za kimataifa, nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes yupo kingoni kuondoka klabuni hapo baada ya vyanzo vilivyopo karibu na nyota huyo raia wa Ureno kueleza kuwa kiungo huyo amepokea ufanuno kutoka Al Hilal ya Saudi Arabia na anachukulia ofa hiyo kwa umakini mkubwa, huku mazungumzo baina ya pande hizo yakiendelea. Al Hilal ipo tayari kulipa kitita cha pauni milioni 100 kuinasa saini ya Bruno
nyota huyo wa zamani wa Sporting Lisbon, huku mashetani hao wekundu wakiwa tayari kupokea ofa hiyo ikiwa Mreno huyo yupo tayari kutimkia Saudia. United inasubiri kusikia uamuzi wa Fernandes wakati Al Hilal ikidhamiria kumfanya nyota huyo mwenye umri wa miaka 30 kwa mchezaji anayelipwa ghali zaidi duniani. Wakala wa Mreno huyo Miguel amekuwa Riyadh kwa mazungumzo na mabosi wa Al Hilal, huku wahusika wa ndani wa Saudi Pro wakiamini ni ishara nzuri kwa Al Hilal kwamba Pino amesafiri kwenda Saudia. Na tumai mwanamichezo umeshiba vyema chakula cha kimichezo. Asante. Asante sana Nura Mohamed. Kinachofuata ni Nondo za Harris. Nondo za Harris siku ya leo. Mtazamo chanya ni kazi inayofanyika ndani yako. Matokeo yake huonekana kwenye maisha yako kila siku. Mtazamo chanya ni kazi ambayo inafanyika ndani yako wewe, lakini matokeo yake huonekana kwenye maisha yako kila siku. Asante kwa muda kwako pamoja na sisi kwenye rada ya Central Clouds TV leo tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunakufurahia sana na tunakuheshimu sana. Kwa niaba ya wote waliandaa chakula hiki kitamu kizuri na umekula umeshiba, timu ya chumba cha habari Clouds Media Group, warusha matangazo wote na wachanganya picha, mkalimani wa lugha alama Fausta Sakana, mimi ni Harris Kapiga. Asante na kwaheri kwa sasa.